Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ametia saini ya kuzuia wasafiri na wahamiaji kutoka katika baadhi ya mataifa kadhaa, ambapo mataifa 12 yamezuiwa kuingia nchini Marekani, huku mataifa mengi yakiwa katika bara la Afrika. Tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump linapiga marufuku kikamilifu kuingia kwa wageni kutoka mataifa kutoka katika bara la Afrika, ambao ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Equatorial Guinea, Eritrea, Libya, Somalia, Sudan. Lakini pia Bwana Trump ameyazuia mataifa kama vile Afghanistan. Lakini pia Donald Trump amewazuia raia kutoka katika mataifa ya Afghanistan, Myanmar, Haiti, Iran, Sudan pamoja na mataifa mengine ikiwa ni pamoja na Yemen, huku kukiwa na misamaha fulani. Lakini agizo la Bwana Trump linapiga marufuku raia wa nchi hizo wanaotaka kuja Marekani kabisa kama wahamiaji halali na vile walio na visa za muda kama vile watalii. Rais pia alisimamisha kwa sehemu kuingia kwa wasafiri na wahamiaji kutoka nchini Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, Venezuela. Lakini pia sehemu hiyo ya tangazo lake inatumika kwa wahamiaji wote wanatarajiwa kutoka nchi hizo walio na visa za kuishi Marekani kwa kudumu na baadhi ya wenye visa za muda. Marufuku hiyo itaanza kutekelezwa saa 12:01 asubuhi siku ya Jumatatu ya Juni 9. Bwana Trump alisema vizuizi vikubwa vya kuingia ni muhimu ili kushughulikia masuala yanayohusiana na ugaidi katika nchi zilizoorodheshwa katika agizo hilo, uhakiki usiofaa wa raia walioathiriwa na ukosefu wa ushirikiano juu ya uhamiaji miongoni mwa baadhi ya mataifa. Rais Trump anatimiza ahadi yake ya kuwalinda wa Marekani dhidi ya watendaji hatari wa kigeni wanaotaka kuja nchini mwao na kuwaletea madhara. Vikwazo hivyo vinahusu nchi mahususi na vinajumuisha maeneo ambayo hayana uhakiki sahihi yanayoonyesha viwango vya juu vya kukalia kwa visa au kushindwa kushiriki utambulisho na taarifa za vitisho. Rais Trump daima atachukua hatua kwa manufaa ya watu wa Marekani na usalama wao. Msemaji wa White House Abigail Jackson aliliambia shirika la habari la CBS News. Amri ya Bwana Trump ina baadhi ya misamaha ikiwa ni pamoja na wakazi wa kudumu wa Marekani wa Afghanistan waliosaidia vikosi vya Marekani na wana visa maalum, wanadiplomasia na wanariadha, na raia wawili wenye pasipoti kutoka nchi ambayo haijaorodheshwa katika tangazo lake. Tangazo la marufuku hiyo linafuatia shambulio la Jumapili huko Boulder, Colorado dhidi ya waandamanaji waliotoa tahadhari kwa Waisraeli waliochukuliwa mateka na Hamas. Mshukiwa ambaye alitambuliwa na maafisa wa Marekani kuwa ni raia wa Misri ambaye alikuwa amepitisha visa yake ya utalii. Katika taarifa iliyotolewa kwa njia ya video na ikulu ya White House Jumatano, Trump alisema shambulio la Boulder limesisitiza hatari kubwa inayotolewa kwa nchi yetu na kuingia kwa raia wa kigeni ambao hawajachunguzwa ipasavyo, pamoja na wale wanaokuja hapa kama wageni wa muda na kuzidisha visa vyao. Hatuwataki. Alisema orodha hiyo inaweza kurekebishwa ikiwa nchi zitafanya uboreshaji wa nyenzo na nchi mpya zinaweza kuongezwa wakati vitisho vinavyoibuka. Vitendo vya Bwana Trump vinaangazia msururu wa marufuku ya kusafiri iliyotolewa wakati wa utawala wake wa kwanza, ambayo hapo awali ililenga nchi zenye Waislamu wengi. Kama maagizo hayo, tangazo lake la hivi punde linaweza kukabiliwa na mashtaka. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutaendelea kukujuza mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia.